naitwa Ikram Boke Mwita kutoka idara ya watoto. Siku ya leo ningependa tukuzungumzie ugonjwa wa nimonia. Ugonjwa wa nimonia ni nini? Ugonjwa wa nimonia ni ugonjwa ambao una affect mfumo wa upumuaji wa binadamu, ila kwa sasa tunaongelea watoto, kwa hiyo utakuwa ni mfumo wa upumuaji wa watoto, hasa kwenye mapafu. Watoto gani wanakuwa hatari? Watoto wote wapo kwenye hatari ya kupata nimonia. Na zipi ni dalili zake? Dalili za nimonia ni kama ifuatavyo: kukohoa, kuhema kwa haraka, kushindwa kupumua na pua kuwa kama zinatanuka, kwa kizungu tunaita nasal flaring. Kuna visababishi mbalimbali ambavyo vinaweza vikawa kichochezi kwa mtoto kupata nimonia. Namba moja, wakiwa anaweza kapata kutoka kwa bakteria au virus. Kwa hiyo sio nimonia zote zinaletwa na bakteria, pia virus inaweza ikaleta nimonia. Nimonia tumeigawana katika makundi mawili ambayo ni nimonia na nimonia kali. Wazungu wanasema pneumonia and severe pneumonia. Nimonia tunaitofautishaje na nimonia kali? Nimonia tunaitofautisha nimonia kali kwa kuzingatia dalili ikiwemo kukohoa na kuhema kwa haraka. Lakini kama dalili zingine zikiongezeka, mfano mtoto kushindwa kupumua na kifua kudumkia akiwa anapumua pamoja na kukohoa na kuhema kwa haraka, hiyo inakuwa ni nimonia kali. Je, tunaweza tukajikinga vipi na nimonia na tunawezaje kukinga watoto na nimonia? Kitu cha kwanza ni kuhakikisha mtoto anakamilisha chanjo zake zote kulingana na umri. Hiyo ni namba moja. Namba mbili ni kuhudhuria kliniki mara kwa mara endapo utaona dalili kama hizo. Namba tatu ni kuepuka sehemu ambazo kuna moshi au kumfungia mtoto sehemu kuna hewa kali. Hiyo ni kati ya namna ambazo tunaweza tukawakinga watoto na nimonia. Je, ukiona hizi dalili, mtoto anahema kwa haraka, anashindwa kupumua, kikohozi cha muda mrefu na joto ambalo halishuki, unashauriwa kuwahi hospitalini mapema. Tunawakaribisha sana hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Huduma bora ndio kipaumbele chetu na sisi ndio ndugu namba moja wa mgonjwa. Asanteni.